Tunakukaribisha kwenye Moyo wa Kanisa, mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunakuwa kwenye robo ya 4 inayokuwa na kichwa kinachosema la mission de Dieu, ma mission. Utume wa Mungu, utume wangu. Leo ni juma ya 4 na somo la 4 kwenye robo hili linalokuwa na kichwa kinachosema partager la mission de Dieu. Kushiriki utume wa Mungu. Verset clé, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 13, chapitre 13, verset 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Yohana 13 mstari wa 34 inasemeka hivi: amri mpya nawapa, mpendane kama nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo watu wote watambue ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Sasa tukiwa na swali ama comment, tunaweza kufanyaje? Swali ama comment ama changamoto yoyote, usikose kutuandikia kwenye namba yetu ya WhatsApp na kuandika kwenye comment. Mungu akubariki. Tunakaribisha kwenye somo hili, usikose kusubscribe na kushare kwa watu wengine. Kufanya hivyo utakuwa umefanya utume. Karibuni. Ndugu yangu, nikusalimu na kukaribisha katika jina la Yesu Kristo kwenye mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo tunakuwa ni siku ya jeudi na tunakuwa na kichwa kizuri kinachosema la soumission à la volonté de Dieu. La soumission à la volonté de Dieu. Kwa Kiswahili tunaweza sema kujisalimisha kwa mapenzi ya Mungu. Kujisalimisha kwa mapenzi ya Mungu. Hivi ndugu yangu, tutasoma kwenye Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa 9. Tutaona hapa jinsi gani shairi hizi zinaonyesha unyenyekevu wa Mungu ama wa Ibrahimu, kujisalimisha. Jinsi gani alivyonyenyekea kwa mapenzi ya Mungu. Hata wakati njia ya Mungu ilionekana inagiza, inashakiwa, yeye hakuwa na mashaka. Aliendelea kumtumainia Mungu. Kusoma kwenye Mwanzo 12:1 hadi 9. Hivi hata ni kusomee kwanza Mwanzo 19:27 hadi 18. Anasema Ibrahimu akapanda asubuhi, akaangalia Sodoma na Gomora, na tazama moshi ulikuwa ukipanda juu ya nchi kama moshi ya tanuru. Hivi Mungu alipomuita Ibrahimu kwenye Mwanzo 12 mstari wa kwanza hadi wa 5, Mungu alipomuita Ibrahimu kutoka mahali alipokuwa na ili kwamba aende Kanani na kuwa baraka kwa ulimwengu wote, Ibrahimu alitii. Mwanzo 12:1 hadi 5. Hakujiuliza maswali yoyote, hakushakia mwito wa Mungu. Hata kama alikuwa hajui wapi anakwenda, alikubali na akatii mapenzi ya Mungu. Hakupuuza wito huu wala hakupata nafasi ya mashaka yoyote. Mara ngapi sauti ya Mungu inanongoneza na wewe na inakuambia pata mstari fulani, unashakia ile neno la Mungu, nadhani ya kwamba tu ni ndoto isiyokuwa ya maana. Hivi huyu mtu alikuwa na uwezo wote wa kukataa mwito wa Mungu, lakini hakuacha wito wa Mungu. Akafuata mapenzi ya Mungu, akajisalimisha kwa mapenzi ya Mungu, akanyenyekea. Alikuwa amejitenga na mpwa wake ama Lutu, na alimruhusu achague eneo hilo, akijua kwamba Mungu atatimiza mapenzi yake kwa hali yoyote. Mara wafugaji wachunga kondoo za Ibrahimu na za Lutu walipoanza kuvurugana, hivi Ibrahimu akamwachia huyo Lutu uhuru wa kuchagua. Alijua ya kwamba hawezi kupigana yeye na ndugu yake. Alijua kwamba vita si yetu, vita ni ya Mungu. Nimezoea kusema kwamba tukifanya kitu, mtu akifanyizia kibaya, tusilipize kizazi, kwa sababu mara tunapolipiza tunalipiza kidogo, lakini huenda Mungu akilipiza atalipiza kile kinachofaa. Hivi Ibrahimu alipoona hiyo, akamwacha Lutu achague wa kwanza, na akaendelea kujisalimisha kwa mapenzi ya Mungu. Akajua kwamba kile ambacho Mungu anakitaka kwa ajili yake ndicho kizuri kuliko kufanya ubavu, umimi. Kuna mara nyingi tumepoteza vitu vingi, tunataka tuwaitikishe watu, tuwaonyeshe watu sisi ni wanani. Tunasahau ya kwamba Mungu ndiye ana maisha yetu na ana mapenzi mazuri kwa ajili yetu. Ibrahimu aliendelea kujisalimisha. Hivi baada ya maombi yake ya maombezi kwa Sodoma, Ibrahimu aliondoka asubuhi iliyofuata akitarajia kuona ombi lake kama lilikuwa limetimizwa. Lakini kile alichokiona kilikuwa ni uharibifu. Kwenye Mwanzo 12:17 hadi 18, alikuwa amebembeleza Mungu, ameomba hivi. Ukiwakuta watu 40, 30, 20, je, hata 10 unaweza kuokoa? Mungu anasema ninaweza kuokoa. Lakini kilichoshangaza, hawakupatikana 10 wacha Mungu, walikuwa wachache. Na hakika mji ukaunguzwa na wale walikuwa wamenusurika, wale wachache. Ibrahimu asubuhi akaenda kutazama, akaona moshi. Kwa maneno mengine, amaona kila alichokiomba kinaonekana kama hakitimie. Mji umeungua. Hakukuwa na malalamiko kutoka kwake, ama hakusema Mungu uko mbaya, haukusikia ombi langu. Kwa maana nyingine tena alijisalimisha kwa mapenzi matakatifu ya Mungu, akajinyenyekeza. Ni lazima tukubali mapenzi ya Mungu siku zote, hata kama yanatofautiana na yetu.
mara nyingine tunaweza kumwomba Mungu kitu fulani na hatupatii kile kitu. Kisisukume tumkasirikie Mungu. Kisisukume kusema kwamba Mungu si mzuri. Mungu ni mwema hata wakati anajibia tofauti na mapenzi yetu, kwa sababu mapenzi ya Mungu ndio kitu kizuri kwetu. Nikusaidie Mungu aseme na wewe, akuambie kitu fulani. Kile unachokiomba ni mapenzi yako, lakini omba Mungu akufundishe kujua mapenzi yake, ili kila kitu wewe ukikiomba kinachoambatana na mapenzi yake. Na mara ikatala kujibia jinsi wewe unavyotaka, usiseme hajajibia, amejibia. Mapenzi ya Mungu ndiyo sahihi katika maisha yako na ndiyo inafaa leo katika maisha yako. Kile ambacho unataka sicho ambacho Mungu anakitaka. Mapenzi yake ndiyo lazima ifanyike katika maisha yako. Tuende kwenye Patriarchs and Prophets, ukurasa wake ni wa 110. Inasema, upendo kwa nafsi zinazoangamia ulitia moyo maombi ya Ibrahim, na ingawa alichukia dhambi za mji ule mpotovu, alitamani kwamba wenye dhambi waokolewe. Hivi nia yake ya kina kwa Sodoma inaonyesha wasiwasi ambayo tunapaswa kuwa nao kwa wasiotubu. Tunapaswa kuthamini chuki ya dhambi, lakini huruma na upendo kwa wenye dhambi. Tuchukie dhambi, lakini wenye dhambi tuwapende, na wakikataa kumfuata Mungu tuhuzunike sawa sawa na huyu Ibrahim. Nikutolee changamoto ya juma. Hivi katika miji yetu, mahali unapokaa, tunakabiliwa na vizuizi vya kuhubiri injili pasavyo na kwa ufanisi. Hivi tunahitaji kumwomba Mungu aingie kati. Na changamoto kuu, tafuta njia ya kuungana na mtu ambaye anapitia hali ngumu kama yako. Kuna mtu anayepitia hali ngumu, tafuta uingie naye kwenye mahusiano. Mwambie mtu unayemwombea na umuombe Mungu akuonyeshe kile unachoweza kufanya ili kumsaidia. Tafuta nani utakuwa unamwombea, na ambia Mungu nionyeshe kile ambacho nikifanye katika maisha ya huyo mtu. Asante Yesu Kristo, kwa sababu tena somo la leo limetugusa sana, la soumission à la volonté de Dieu, kujinyenyekeza katika mapenzi yako. Hivi Yesu, tusaidie kukubali mapenzi yako hata mara inapoenda kinyume na kile ambacho sisi tulikuomba. Tujue ya kwamba mapenzi yako ndio kitu kizuri kwetu, katika jina la Yesu Kristo, amen. Usikose kusubscribe. Mara unaposubscribe ni mojawapo wa utume na kuwasambazia wengine.